Wachache tuliomo humu tunakumbuka siku hiyo ya tarehe 3 mwezi wa 7 1997. Nitakumbuka siku hii maisha yangu yote na milele yote. Wakati ule miaka 29 iliyopita, nilipokuwa na umri wa miaka 34 tu, bado nilikuwa na nguvu na uthubutu. Imagine tarehe 3 mwezi wa 7 tuna sherehe hii ya kutabaruku kanisa hili na uzinduzi wa parokia, na mimi jana yake asubuhi niko Nairobi kupokea wageni kutoka jimbo kuu la Krakow, mwakilishi wa askofu mkuu Kardinali Francisco pamoja na mwakilishi wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, ambao kwa niaba yao wameshiriki, pia na mpwa wake Petro Georgi, mwakilishi wa familia, na kwa gari kuwaleta, na hapa tulifika jioni tarehe 2 mwezi wa 7. Usiku wa kuamkia tarehe 3, mvua kubwa sana ilinyesha, na tulikuwa tumeandaa misa takatifu katika altare ya nje ambapo sasa kuna studio. Kila kitu kimelowa, hata kiti cha kuhani kiongozi hayati Baba Askofu Mkuu Antoni Mayala ambacho tumekiweka mbele ya altare kimelowa chote. Tuliamka asubuhi alfajiri, tulipiga pasi kiti, yaani tulikausha kiti kwa pasi, maana angekaa, yaani alama ingekuwepo kwenye kasula na watu wangeanza kwenda, wangemkisi vibaya. Kwa hiyo usiku kucha tulipambana ili tuweze kuokoa hali. Mikononi mwangu nina misale ya ufunguzi wa siku hiyo, bado nakala zake chache nimezitunza, nyimbo tulizoimba zote, maneno tuliyotamka, lakini ningependa niwasomee tu neno moja la hayati Baba Askofu wetu Justin Samba, ambaye siku hiyo alituandikia maneno yafuatayo, na tujihoji baada ya miaka 29 kama kweli bado wosia wake sasa ni wosia, maana ni marehemu na amelazwa mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili ndani ya kanisa kuu la jimbo Katoliki la Musoma. Lakini maneno yake aliyotamka na tuliyaweka kwenye kitabu hiki, basi tujiulize kama tunayatekeleza, na kama la, au kwa kiasi tu tuyapokee upya kama wasia wa Baba. Wapendwa watu wa taifa la Mungu Kiabakari, tumsifu Yesu Kristo. Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa watu wote. Umati mkubwa uliokusanyika hapa leo ni kwa lengo maalum la kutabaruku nyumba hii ya sala. Nyumba yetu ya sala ni hii iliyo mbele yetu, lakini sisi wenyewe ndiyo nyumba ya Mungu itakayotabarukiwa mwisho wa nyakati. Nyumba tunayoiona mbele yetu ni matokeo ya kazi, jasho na majitoleo ya watu wengi, na kuitabaruku leo ni ishara wazi ya kutukuza kazi hii nzuri mno. Katika nyumba hii taifa hai la Mungu litajengwa na kuwa hekalu jipya la Mungu lipumualo daima upendo. Tunachoona leo hapa kimekamilika kwa kuta tunazoziona, kiendelezwe katika maisha yetu ya kiroho. Na hiki kilichokamilishwa kwa nakshi za mawe bora na mbao nzuri vikamilishwe miilini mwetu, Mungu akiwa fundi na mjenzi mkuu. Tumshukuru Bwana Mungu wetu ambaye kwake hutoka fadhili zote na kila zawadi kamilifu, na tumtukuze Mungu kwa moyo wetu wote kwa ukarimu wake usio na mipaka.
Hadi kukamilisha hekalu hili, Mungu amekuwa mgeni rasmi wa taifa la Mungu la Kiabakari. Akapanda ndani ya kila familia fadhila ya upendo na kuwapatia misaada yote mliyohitaji kwa kipindi chote cha ujenzi. Mungu alianzisha kazi hii njema ndani yetu, yeye mwenyewe aikamilishe na kuwabariki daima na milele. Amen. Wenu katika Kristo, Justin Samba, askofu wa Musoma. Baba alituandikia maneno haya miaka 29 iliyopita. Je, tulipokea maneno haya na kuyafanyia kazi? Neno kuu la ujumbe wake ni upendo. Hasa hii sentensi ya katikati ya waraka wake: katika nyumba hii taifa hai la Mungu litajengwa na kuwa hekalu jipya la Mungu lipumualo daima upendo. Wapendwa, tunapumua upendo, upendo wa Mungu, upendo sahihi wa nafsi zetu, kwa kutenda mema na kuepuka mabaya na kujilisha yale yaliyo bora kwa ajili ya kumkuza mtu wa Mungu ndani mwetu. Tunapumua upendo wa jirani, katika ndoa, katika familia, katika jumuiya, chama cha kitume, ujirani mwema, vikundi vyetu, popote pale tulipo. Kama hatujapumua au tunachanganya pumzi la upendo na pumzi jingine, kwa vile kauli mbiu yetu ya Jubilei ni Pentekoste mpya, na ukisoma nyaraka za Mtakatifu Paulo hasa utaona ndani kwa Wagalatia anatueleza tunda la Roho Mtakatifu ni lipi. Tujisomee na tulifanyie kazi neno hilo katika maisha yetu wakati wa Jubilei, ili kweli kuanzia sasa taifa hili la Mungu linalosali humu ndani liweze kupumua upendo. Tushikane mikono, tusameheane, tusikumbuke makovu ya zamani, tuzike uadui, tofauti zetu na mambo mengine yanayotuzuia tusipumue upendo, na tusifukue makaburi ya ubaya wa zamani, bali juu ya makaburi haya tujenge maisha mapya, mustakabali mpya wa parokia yetu, hekalu hili na kila mmoja wetu. Baba amenena upya kutoka ndani ya kaburi lake katika wosia aliyotuachia kwanza kama neno lake miaka 29 iliyopita, siku ya kutabaruku hekalu hili. Mimi bado ninamkumbuka ninapotazama mishumaa hii 12 ambayo inaitwa mishumaa ya Zakayo, na inawashwa mara moja kwa mwaka tu, siku ya kutabarukiwa, siku ya tarehe ya kutabarukiwa kanisa, na imewashwa pale ambapo kwenye vigari hivyo maaskofu hao 5 wakiongozwa na askofu mkuu wa jimbo la Mwanza walikuwa wanaweka mafuta ya krisma kutabaruku jengo hili, na baadaye kutabaruku altare walipomimina mafuta kabisa kote kote mezani, na baadaye kuwasha ubani katika vyungu 5 kwa kukumbuka madonda 5 ya Yesu katika meza ya altare hii takatifu. Kama hukumbuki au hukuwepo, ulikuwa hujazaliwa, ingia katika tovuti ya Facebook, nimeposti picha hizo za siku hiyo, na hata kwenye WhatsApp. Kwenda utajiona wewe mwenyewe miaka 29 ulifananaje na ulivyo sasa, na mambo yalivyokuwa na mazingira yetu pia yalivyokuwa, na tumetoka mbali kutoka mlima usiokuwa na mti hata mmoja mpaka tulipo hapa, na kweli tunaweza kusema kwake Mungu hakuna lisilowezekana, na kwetu pia hakuna lisilowezekana endapo utamruhusu Roho Mtakatifu akusaidie upumue upendo.